Je, kapteni, hivi tuseme hii ndio ile Yanga ambayo ilikuwa inaitwa Yanga mbovu na washabiki wa Simba? Kwanza kabla ya kulizungumzia hilo, nitumie nafasi hii pia kuwashukuru sana kwa dhati ya moyo wapenzi mashabiki wa Dar es Salaam Africans. Naamini mara ya mwisho kuzungumza kupitia Kalolo Media tuliomba support kutoka kwa mashabiki wa Yanga wanaopatikana katika maeneo mbalimbali kutokana na hali iliyokuwa haikuwa shwari kwenye upande wetu. Kwa namna ambayo vita ilikuwa ni kubwa, tuliomba support kwa ajili ya kuingia kwenye vita kubwa. Tunawashukuru. Wapo waliopiga simu, tuliweka namba za simu. Wapo waliopiga simu mpaka leo hii tunaendelea kuwasiliana. Panapohitajika support wanasapoti. Tunaendelea kufanya vita zetu za nje ya uwanja, kwa sababu kuwaachia tu wachezaji haitoshi. Wachezaji wanakutana na vitu vingi sana. Tuliona wachezaji wetu wengine walikuwa na injury ambazo hazieleweki. Dube anakimbia dakika moja anasikia nyama sijui zimefanyaje. Depu mpaka leo. Kwa hiyo tukaona kuna haja sisi kushikana wenyewe kwa wenyewe, kuangalia ni kiasi gani tunaweza tukakabiliana na changamoto ambazo zinaweza zikawa ni za nje ya uwanja. Kwa hiyo tunashukuru walipambana, tumeendelea kuwasiliana na support yao inaendelea. Ni wasihi tu waendelee kutoa support hivyo mpaka tufike mwisho. Hii vita sio ya kuachia viongozi, hii vita sio ya kuachia wachezaji peke yao. Kwa hiyo tunashukuru, sasa hivi tunaendelea vizuri. Timu imerudi kwenye ubora wake, na hii Yanga ni Yanga ambayo tuliwaambia, hii Yanga usiwasikilize wachambuzi ambao wamebezi kwenye matumizi ambao ni binafsi ya maslahi yao, sio maslahi ya mpira. Yanga imefanya usajili mzuri sana. Hakuna mchezaji ambaye amekuja pale alikotoka hajawa na sifa mzuri na hajagombaniwa. Kwa hiyo ni wazi kabisa usajili ulikuwa ni mzuri, na kuna baadhi ya wachezaji walivyofika walianza kubezwa kama Alan Okello, lakini sisi imani yetu ilikuwa ni muda, swala muda tu. Atakapokuwa ametulia atatupa kile ambacho tunachokihitaji. Leo hii tunavyozungumza ana goli kadhaa, lakini ndio mtu pekee ambaye anaongoza kwa mchango wa magoli. Ana assist 6 mpaka sasa hivi. Mchezo wa jana ni mchezo ambao tulitegemea kile kilichotokea kwa sababu ya ubora na quality tuliokuwa nao. Niwapongeze sana wachezaji kwa namna ambavyo wameonyesha ni kiasi gani mtoto mdogo anatakiwa kushughulikiwa namna ile. Kile kipigo ni kipigo kikubwa sana, kipigo ambacho kinamfanya Mbeya City sasa wakati mwingine awe na adabu. Kuna wakati alitaka kutupanda kichwani kwa kuwa tu tulivyoenda kwenye uwanja wake mbovu. Alisema kwamba kile ambacho tulimkosa Yanga hapa tunakwenda kumfanya vibaya kwenye uwanja wake. Ni wazi alitaka tuzoee. Kwa kipigo cha jana tumefurahi wana Yanga kote tulipo duniani, tumeenjoy sana. Naamini tunakoelekea kuna mtu atakuja kupigwa zaidi ya zile alizopigwa jana Mbeya City. Kufuatia kichapo hiko, klabu ya Mbeya City imeweza kutoa taarifa kwa umma kuweza kusitisha mkataba wa aliyekuwa kocha mkuu sambamba na kocha wake msaidizi. Hii imekaaje kapteni? Kwanza niwaambie tu, hii Yanga ni viasi virabu vyote vilivyopo katika ligi ya NBC. Kuna nyakati mnatakiwa kuangalia hii Yanga. Msipokuwa makini mtawafukuza walimu wengi wenu, wote mtawafukuza. Mwalimu aliyeondoka Mecky Maxime ni moja kati ya walimu bora sana na wazuri sana, lakini kumuondoa Mecky Maxime bado haisaidii, kwa sababu ni mwalimu mzuri. Umekutana na timu ya taifa, umekutana na Yanga ambao ni mwakilishi mzuri kwenye taifa letu. Ndio timu pekee ambayo imewakilisha ile taifa letu vizuri, ni timu ya taifa hii, timu ya taifa bana. Kwa hiyo unapomuondoa Mecky Maxime umemwonea. Wako watakaofukuza, yaani anayetafutwa kufukuzwa sio Mecky. Naomba hili Kalolo Media mnisikilize vizuri na wana Yanga waelewe. Anayetafutwa kufungashwa virago sio huyu. Watu wa Mbeya City mtusamehe. Hicho kilichotokea jana
hatukufanya, yani mtatusamehe tu. Yupo anayetafutwa kuondolewa hapa nchini. Nani huyo kaka? Tarehe 3 sio mbali, huyo amepita tu mbele hapa. Meki Maxime yupo kocha anayetafutwa aondoke. Tarehe 3 unamaanisha ni kocha wa Simba? Tarehe 3 ataingia kibaruani, tarehe 4 ataondoka, Steve Becker ataelekea airport. Save maneno yangu, anaondolewa yule mzee, anaondolewa, ataondoka. Kwa hiyo watu wa Mbeya tuwape pole sana, kuweni na subira. Mmekutana na Yanga ambayo ni hatari sana. Hii Yanga itamjeruhi kila mmoja atakayekuja, na naendelea kuzungumza na Mungu aendelee kuyasimamia maneno yangu. Hii Yanga ni Yanga ambayo itakwenda kuwa Yanga ya mfano kuliko Yanga zingine zote kuwahi kutokea. Hii ni Yanga ambayo itakwenda kumaliza michezo yote bila kupoteza mchezo hata mmoja. Si unanielewa? Save maneno yangu. Kama walishindwa kuifunga Yanga wakati wa mechi za leo, unacheza leo, kesho unapumzika, kesho kutwa unacheza, wachezaji wote wako wei, hujaipata Yanga hii, huipati tena. Hii ni Yanga ambayo uimara wake upo kwa wachezaji, uimara wake upo kwa viongozi, uimara wake upo benchi ya ufundi, uimara wa Yanga uko kwa mashabiki na wanachama. Kaka, bado haujanijibu. Nilikuuliza kwamba hii ndo Yanga ile ambayo ilikuwa inasemekana kwamba ni mbovu na washabiki wa Simba. Hebu kwanza tuweke bayana kupitia hilo swali. Hii ni Yanga mbovu ambayo ilikuwa inaitwa Yanga mbovu na washabiki wa Simba? Mashabiki wa Simba ilifikia hatua wakaleta dharau, na hizi dharau walizoleta mashabiki wa Simba siwezi kuwalaumu sana. Waliofanya haya yote ilikuwa ni bodi ya ligi. Bodi ya ligi kuipangia Yanga mchezo leo, mchezo kesho, mchezo leo, mchezo kesho. Wachezaji wamechoka, wanafatiki, injuries zimekuwa nyingi. Ile kitu ilifanya Yanga ikaruzi, kiwango kikapungua, kikashuka kwa kiwango kikubwa sana, mpaka kafikia hatua kila mmoja akaona anatuweza. Sare zikawa nyingi. Ile Yanga ndio ilifanya hao mashabiki wakaleta dharau kusema kwamba Yanga ni mbovu. Yanga sio mbovu. Yanga ilikutana na huo upepo wa tsunami wa mechi leo, mechi kesho, mechi leo, mechi kesho. Wachezaji wamechoka, majeraha yakawa mengi, lakini mara baada ya mapumziko machache ya FIFA Series, timu ikatengeneza energy ya kutosha, nguvu ya kutosha, wanachama tukashikamana kuhakikisha tunapambana na zile vita ndogo ndogo. Leo hii matunda yake umeyaona, na nikuhakikishie, mara baada ya kutoka kwenye mapumziko mafupi, umeiona Yanga mpaka sasa hivi mechi 3 kwenye ligi imefunga magoli 12. Nani amefanya hivyo? Nani kafanya hivyo? Kuna watu wamecheza mechi 3 wamepata goli 6, si ndio? Na almanusura wafungwe mchezo mmoja. Lakini Yanga kwenye michezo 3 kapata goli 6, goli 12. Mchezo zidi ya Tanzania Prisons goli 3, mchezo zidi ya Pamba Jiji goli 3, si ndio? Zilikuwa goli ngapi hizo? Na 6 za jana. Huyu anasema Yanga mbovu, kati ya yeye na Yanga nani mbovu? Mashabiki wa Simba ni kama sigara kali, huku unawasha, huku unawasha. Kwa hiyo wewe usiwasikilize. Leo hii nenda kawasikilize mara baada ya sare ya Simba na TRA.